Hebu sikiliza hapa. Kuna kitu kimoja tu kinachotenganisha wakulima wanaotoboa na wale wanaobaki wanalia kila msimu. Sio kwa sababu hawajui kulima, hapana, ni kwa sababu hawajui kitu kimoja muhimu: kupiga kalenda. Huu ni ugonjwa unaoua ndoto nyingi, lakini leo tunakupa tiba yake kamili. Sasa, wacha tuingie kwenye mtego wa kwanza kabisa, mtego ambao naweza kusema umekunasa wewe na wenzako wengi kwa miaka mingi. Tunauita laana ya kufuata mkumbo. Ni mzunguko wa hasara unaojirudia tena na tena. Hivi ndivyo inavyokuwa. Unajua, mvua zinapokaribia kuisha, unaenda shambani, unapanda nyanya zako kwa matumaini makubwa, halafu boom! Mwezi wa 7, wa 8, wa 9 unafika. Kila mtu nchini anavuna. Soko linafurika. Nyanya zinaharibikia barabarani na dalali anakuja na sura ya dharau, anakuambia ndoo yako anachukua kwa shilingi 5,000 tu. Unaiona hiyo? Hiyo ndiyo laana ya kufuata mkumbo ninayokuambia. Unavuna na wote, unauza bei ya kutupa, unapata hasara kama wote. Lakini upande wa pili kuna mkulima mjanja. Huyo anafanya kinyume chake kabisa. Anavuna wakati soko lina njaa na anauza kreti moja kwa bei ambayo wewe unahitaji lori zima kuifikia. Sasa, je, kuna njia ya kutoka kwenye huu mzunguko wa kuteseka? Ndiyo, ipo. Na hapa ndipo siri yote ya pesa ilipofichwa. Utajiri halisi kwenye nyanya haupo kwenye kulima tu, upo kwenye kulima nje ya msimu au off season. Sasa nje ya msimu ina maana gani hasa? Ina maana unaingia vitani wakati wengine wote wanakimbia. Yaani unachagua kulima wakati wa shida. Wakati wa mvua nyingi za masika, labda unatumia greenhouse au dawa kali za ukungu. Au nalima wakati wa kiangazi kikali ukiwa na maji ya uhakika. Unatoa jasho wakati wengine wamekaa ili soko likupigia magoti wakati wa mavuno. Hebu angalia hizi namba vizuri. Hii hapa ni ramani yako ya utajiri. Ona hapa, Juni mpaka Agosti, bei inaporomoka hadi shilingi 7,000. Hapo ndipo wengi wanavuna. Lakini angalia Januari mpaka Machi, bei inapaa. Hapa kwenye uhaba mkubwa ndipo unaweza kuuza kreti moja kwa shilingi 80,000, 90,000 hadi 100,000. Na hapa ndipo unatakiwa uelewe kitu kimoja muhimu sana. Watu wenye pesa hawauzi nyanya tu. Hapana, wanauza njaa ya nyanya. Wanatengeneza uhaba, halafu wanakuletea bidhaa. Wewe kama mkulima unaweza kutumia mbinu hiyo hiyo. Hebu fikiria hivi, ukiijua hii kalenda, ekari yako moja tu, inaweza kukupa faida ambayo mkulima mwingine anaihangaikia kwenye ekari 5. Ni kazi ile ile kwenye eneo dogo, lakini faida ni mara 5 zaidi. Fikiria nguvu ya hiyo kitu. Sawa. Lakini vita hii huhitaji kwenda mikono mitupu. Lazima uwe na silaha. Silaha 2 muhimu za ushindi. Silaha ya kwanza ni hii, na naomba usikilize kwa makini. Unapolima kwenye hali ngumu, unahitaji mbegu ambazo ni ngumu, sio mbegu za kawaida za kienyeji. Nikisema usithubutu, namaanisha usithubutu kupanda mbegu za kawaida kwenye msimu wa changamoto. Utapoteza kila kitu. Na hapo ndipo sisi tunaingia. Huna haja ya kuhangaika. Chukua simu yako sasa hivi, piga simu Kilimo Biashara Afrika. Waambie unataka mbegu chotara, mbegu za vita, zimetengenezwa kustahimili magonjwa na hali mbaya ya hewa. Anza vita ukiwa na silaha sahihi. Wekeza kwenye ushindi. Sawa, umeshapata mbegu. Vipi kuhusu silaha ya pili? Ile silaha muhimu kuliko zote, ubongo wa operesheni. Hizi siri zote za kalenda, hizi hesabu za kujua upande lini ili uvune soko likiwa tupu, unazipata wapi? Jibu ni hili hapa. Kila kitu, kila siri, kila kalenda imechorwa na kufafanuliwa vizuri kabisa ndani ya kitabu chetu, Dhahabu Nyekundu. Hii sio tu kitabu, hii ni ramani yako ya kuteka soko. Nasikia vizuri sasa. Bei ya kawaida ya ramani hii ni shilingi 55,000. Lakini wewe, kwa sababu unaangalia hivi sasa, unaipata kwa flash sale bei ya ofa ya shilingi 19,000 tu. Lakini nisikilize, bei hii inaweza kubadilika muda wowote. Ofa hii ni ya sasa hivi. Sawa, uko tayari?
Wacha ni kuoneshe sasa hivi jinsi ya kuweka mikono yako kwenye hii ramani ndani ya dakika chache zijazo. Ni rahisi sana. Ni hatua 3 tu rahisi na za haraka. 1. Lipia hiyo ofa ya 19,000. 2. Tuma uthibitisho wako na email. 3. Pokea kitabu chako papo hapo. Rahisi, haraka na moja kwa moja. Basi, fanya hivi sasa hivi. Chukua simu yako, nenda M-Pesa, tuma shilingi 19,000 kwenda namba 0763071107. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Ukimaliza, nenda WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, tuma tu email yako. Ndani ya dakika 5 hadi 10, kitabu kiko kwako. Na nina uhakika na ninachokwambia kiasi kwamba nakupa hakikisho hili. Kama ukisoma hiki kitabu na usione siri za kuteka soko kwa kutumia kalenda, niambie tu, pesa yako yote itarudi kwako bila swali lolote. Huna riski yoyote hapa. Sasa, kabla hujaenda kufanya malipo, nina ombi moja. Nataka tushirikiane. Hebu tuonyeshane fursa ziko wapi nchi nzima. Swali langu kwako ni hili na nataka kila mtu ajibu hapo chini kwenye comments. Hapo kwenye mkoa wako, ni mwezi gani hasa, nyanya zinauzwa bei ya dhahabu? Tuambie ukweli. Andika mwezi na mkoa wako hapo chini kwenye comments sasa hivi. Hebu tujaze sehemu ya comments na ramani za fursa nchi nzima. Fanya sasa, usisubiri. Nenda.